Ndugu mtazamaji, karibu sana kwenye session hii ambayo umekuwa ukifuatilia kwa muda, na tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa mwaminifu wa kufuatilia series ya shows zetu hizi ambazo zinakuwa zina mafundisho mazuri sana yanayoweza kukusaidia wewe kwa shughuli yoyote unayoifanya, iwe ya kibiashara au aina yoyote unachokifanya. Haya ninayoyafundisha hapa ni nyenzo ambazo nimezitoa kwenye utendaji ambazo zinaweza kukusaidia wewe kuweza kuboresha yale ambayo unayapitia sasa na matokeo yake kuwa mazuri baadaye. Karibu sana kwenye video ya leo. Uwe na sisi mwanzo hadi mwisho. Leo kwenye video inayofuata hapa nitaenda kuangalia tu namna gani hasira ndogo ndogo zimekwenda kuathiri productivity, uzalishaji wa kile ambacho unakifanya, au pengine imepoteza mpaka wateja wa huduma yako kwa sababu tu wewe na mudi wako umekuwa unabaitwa mudi wakati na jina lako ni jingine. Karibu uwe na sisi. Pengine baada ya video hii utaona namna nzuri ya kuboresha tabasamu na furaha wakati unaongea na wateja ili wasiondoke na wasikimbie. Hebu twende tuangalie video pamoja. Watu wengi sana wanaposikia kwamba mteja ni mfalme huwa hawaelewi maana yake. Ni kwamba ninapoongelea wateja, naongelea wateja wa aina mbili. Hao wateja ni wafalme. Kuna mteja ambaye anakuja kutumia huduma, lakini kuna mteja wa ndani. Huyu mteja wa ndani huwa ni mfanyakazi mwenzio. Wote hawa ni wafalme. Mfanyakazi akiniletea mimi checkbook, hapa ni sign, yeye ni mteja wangu. Natakiwa nimhudumie kwa wakati na kwa furaha. Nikiweka moods, nimemwekea mfanyakazi mwenzangu moods au matusi yanayombadilisha kutoka kwenye state ya utendaji kwenda kwenye state ya kukasirika. Kwa hiyo wateja, ninaposema wateja, namaanisha wateja wa ndani na wateja wa nje. Wateja wa nje ni wale ambao wanakuja kununua au kutumia ile huduma au bidhaa. Wateja wa ndani ni wafanyakazi wenzetu. Na kwa wafanyakazi wenzetu, kila mmoja anaweza kuwa mfalme kwa mwenzie kulingana na wakati. Nikimwambia mtu kwamba naomba unisaidie kupeleka hii chombo mahali fulani, mimi nimekuwa mteja wake. Yeye akija kwangu akaomba kwamba naomba unisaidie kitu fulani, yeye ni mteja wangu. Yeye anakuwa mfalme. Kwa mimi naweza kuwa mfalme kwako na wewe unaweza kuwa mfalme kwangu kama tunafanya kazi pamoja hapa. Kulingana na kwamba nani anayehitaji huduma ya mwenzie. Kwa sababu ndani kwa ndani tuna huduma ambazo tunahitajiana sisi wafanyakazi. Kuna command, chain of command. Kuna zile amri za kikazi kwamba unatoka hapo na kwenda kwa yule, unatoka hapo na kwenda kwa yule, au wewe mwenyewe ulioko juu unashuka kwenda kwa wenzio kuwaelekeza kitu fulani. Ni lazima tubebane kama wafalme. Furaha ianzie ndani. Ukiweka furaha ndani kwa wafanyakazi, inatoka nje kwa wale wateja wetu wa nje. Sasa wale ambao ni wamiliki wa biashara na makampuni na taasisi wanaweka moto ndani, wanawashia wafanyakazi moto, wanawabadilishia moods zao, wanakuwa kwenye hali ya matusi, kwenye hali mbaya, alafu wanawataka wale watu wawabadilikie wateja, wawe na hali nzuri. Ni kama haiwezekani vile. Kwa hiyo huu uteja ni mfalme, unatakiwa uanzie ndani. Mteja wa ndani ambao ni mfanyakazi wa lile eneo apate huduma nzuri kutoka kwa mfanyakazi mwenzie au kwa bosi wake. Na bosi naye apate huduma nzuri au kwa mfanyakazi mwenzie au kwa bosi mwenzie. Alafu sasa hiyo furaha ndio ipelekwe nje kwa wateja ambao wanatumia bidhaa au huduma ambao sisi tunaitoa. Kwa tukileta furaha hii na tukijali kwamba wateja ni wafalme, tukaweka hizi furaha ambazo ziko controlled kuanzia ndani, nje zitaenda. Sasa kuna watu ambao hawajali, ndani anafanywa vizuri lakini akikaa mwenyewe
nje anatoa makucha yake, ili mradi hakuna mtu anayemuona msimamizi. Mimi ninachotaka kuambia kwamba mteja ni mfalme. Unaposema kwamba mteja ni mfalme, kwanza ni lazima ujue kwamba anahitaji unyenyekevu. Yaani mfalme ni mtu ambaye huwa ananyenyekewa na wale ambao anawatawala kwa kiasi kikubwa mno. Unyenyekevu ambao zamani ilikuwa ni mpaka anabebwa na wale anaowatawala. Kwa hiyo huwezi kwenda kwa mfalme ukiwa umesimama. Yaani ukifika kwa mfalme ni lazima either upige magoti au utengeneze ishara yoyote ya unyenyekevu wa kimwili wa kushuka. Hiyo ni aina ya kwanza ya sifa ya mfalme. Sasa mteja anapoitwa mfalme, wewe unajua kwamba sifa anayoitaka kutoka kwako ni unyenyekevu wa kushuka. Ya pili ni kwamba mfalme kwa namna alivyowekwa huwa hakosei. Sasa kuna watu huwa hawajui kwamba mfalme huwa hakosei. Yaani ili awe mfalme, wewe huwezi kumkosoa mfalme. Ukimkosoa mfalme inakula kwako. Sasa wanaposema mteja ni mfalme, mtu mwingine anasema wateja wengine wamezidi sana. Basi hujui maana ya mteja ni mfalme. Na ni pale ambapo mtu anashindwa kutofautisha professionalism, plan na haiba, personality. Ukichanganya tu haiba yako na huduma unaoitoa, utaona yule mtu amekutukana wewe wakati anaongelea biashara. Au utaona kama anakutengenezea wewe hizo nyodo, kumbe anatengenezea biashara. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba mhudumu anapata hasira. Yule mtoa huduma sasa ndo anabadilika na kuwa mfalme. Na mfalme anakuwa mteja. Ukienda tu kinyume cha namna hiyo, tayari umetengeneza upotevu wa hali ya juu kwenye biashara au mazingira yoyote ya kihuduma uliopo. Mteja ni mfalme, hakosei, ananyenyekewa, anaheshimiwa, anahudumiwa na wewe. Haijalishi mudi yake ya siku hiyo. As long as yeye ndio mteja, basi yeye ndio mfalme. Anahitaji tabasamu, anahitaji furaha ili apunguze hizo hasira. Anahitaji kunyenyekewa na kutumikiwa kama mfalme. Asema wanaongea tu, wajui wateja wewe. Kuna wateja ni vichomi. Kuna wateja ni hatari. Anaambia wewe ni mfalme wako. As long as umechagua hiyo industry, umechagua hiyo biashara, umechagua hiyo huduma, basi wateja wake wote ni wafalme kwako. Jaribu tu wewe kufanya kwenye structure, kwenye mfumo. Mtu anapiga simu hapo ofisini, anakuulizia labda kwamba mnasafirisha bidhaa kutoka hapa kwenda China. Majibu yako wewe mhudumu anasema nani amekwambia? Nimeona matangazo yenu kwenye mtandao. Una uhakika? Una uhakika kama matangazo yanasema China au yanasema Tanzania? Sasa majibu ya namna hiyo, wewe ndio umebadilika kuwa mfalme, mteja amekuwa sasa ndio mfanyakazi wako. Lakini kwa hali ya kawaida, hata kama swali lililokuja kutoka kwa mteja unaliona
wewe kwa personality yako, sio kwa kibiashara, kwa personality yako unaliona halina mantiki, kwenye biashara lina mantiki. Tatizo ni pale ambapo unachukua haiba, unachukua personality yako, yani kama Misana sasa. Mimi nikiwa nimekaa hapa kama mhudumu wa huduma fulani naitwa mhudumu. Alafu nikitoka hapa naitwa Misana. Sasa ni pale ambapo nitakapochanganya kumleta Misana kwenye huduma. Kwamba ninachoulizwa hapa amenidhalilisha mimi, amenitukana mimi Misana. Lakini kusema kweli kama aliyetukana au alizalilishwa ni mhudumu wa ile huduma. Ni mtu yule yule, lakini pale umevaa uhusika wa uhudumu. Kueleza Watanzania hiki kitu inaweza kawa ngumu sana kuelewa. Kutofautisha personalities. Kwamba unapokuwa umekuwa kama unatoa huduma, wewe ni mhudumu. Haijalishi industry. Acha hasira. Hata wahenga wanasema kwamba hasira hasara. Kila mtu anafahamu huo msemo. Lakini kifikia hatua ya kukasirika, watu wanakasirika na hawajali. Kwani mteja yuko peke yake? Watakuja wengine. Hayo ni majibu ya mtu ambaye yuko pale kwa bahati mbaya. Yaani ukijiona unajibu wateja namna hiyo, wewe uko pale ulipo kwa bahati mbaya. Au uko pale kwa makusudi lakini umeweka uchovu wako kwenye kazi. Unamuuliza mhudumu wa mahali pa chakula maji ya kunawa, anakuambia kwani hujayaona mlangoni kwa tunaingia? Hakuna ule unyenyekevu unaotakiwa wa kumnyenyekea mfalme kama mteja. Aidha hii biashara sio yake, au hana elimu na taaluma ya kibiashara ya kufanya anachokifanya, au ameweka uchovu wake kwenye kazi. Mwisho wa siku wake, simaanishi mhudumu, yani huyo mtu kama ni Misana, ameleta Misana ambaye amechoka kwenye kazi. Kwa hiyo anajibu ili yaishe, ili sio kama yaishe, kwanza anatengeneza, hajui kama ndo anatengeneza matatizo zaidi. Kwa sababu mfalme ukimfanyia vibaya, kinachofuata huwa ni yeye kasirika. Akikasirika maana yake wewe ndo unayepoteza. Wewe bila kujua kwamba unapoteza. Mteja akiondoka, akaacha kuchukua huduma, akaacha kununua hicho unachokiuza. Sasa uko pale kwa ajili ya nini kwanza? Wewe si ndio ufunge uende nyumbani? Mfalme anakuja na mood zake, anakuja na hasira zake. Wewe ni mnyenyekee, mtii. Acha kuvaa mood. Usivae moods kwenye kazi. Haijalishi wewe umepitia nini nyumbani kwako, njiani, kwenye daladala au kokoto ulikopita, lakini ukifika pale kazini unavaa sura ya kazi. Unaweza kuwa ni daktari, huwa anawapenda madaktari, mwanae nyumbani anaumwa, anakutibu wewe. Yuko kazini. Kuna mtu anafanya kazi benki, ameshindwa kabisa kuanza biashara yake kwa sababu hana mtaji, lakini anakukopesha wewe. Kwa nini unafikiria hizo hela hazitaki unazozichukua? Lakini pale yuko kazini, wewe ni mfalme. Hata weka matatizo yake ya kibinafsi ya kukosa mitaji, akunyime wewe mtaji. Hapana. As long as umefuata utaratibu wa kuwa mteja na umeingia pale ndani ya benki, wewe unahitaji huduma ya kibenki. Kwa hiyo benka ni kazi yake kukuhudumia. Akileta personality zake, moods zake na yeye pale anaharibu. Na usifikiri hicho unachokitaka yeye hakitaki.
pengine ana matatizo hata kuliko ya kwako, lakini anakuhudumia wewe, anakupa hela kwa utaratibu na weledi. Ni hapo ambapo mteja anakuwa mfalme. Sasa mwenzangu, na mimi kwenye huduma yako na eneo lako hapo dukani, watu wakija unaona kama vichomi. Tayari tu unavyoonekana tu hauko receptive, yani haupokei. Yani muonekano tu unawatoa watu. Hauna furaha, hautabasamu, hauonyeshi nia ya kumkaribisha mtu. Unajua mtu akienda mahali panapokaribishwa huwa anaona, anajua hapa ninakaribishwa. Alafu akienda mahali ambapo anaambiwa jichukulie, anajua hapa nimeambiwa jichukulie. Jihudumie, anajua hapa nimeambiwa nijihudumie. Kwenye huduma anajua hapa kuna huduma inatolewa. Wewe mwenyewe unayetengeneza moods, wewe unapenda kuhudumiwa. Kwa nini wewe ufanye kinyume na ambavyo wewe unapenda? Mimi somo langu hili ni kuondosha vile vihasira vidogo vidogo ambavyo wahudumu wanakuwa navyo, vinavyoathiri wateja ambao wanaitwa wafalme, na kupelekea kupoteza mapato ya kibiashara. Tumhudumie mtu yeyote unayemjua na usiyemjua kama vile unamfahamu. Kama vile ameshakupa tip tayari. Na kuna watu wanakosa hizo tip kwa sababu ya kutokujua kuhudumia mtu vizuri. Mtu anasema bongo akupe tip, wewe bongo akupe tip. Mimi wanatoa. Na mimi ni mbongo. Kwa sababu mimi natoa, siwezi kujumlisha wabongo wote kwamba huwa hawatoi. Ni wahudumu ndo naona kama wana shida kutoa huduma inayotakiwa. Hawabebi wateja wao kama wafalme. Wanaweka hasira na moods mle ndani. Anajibu shortcuts. Hayuko tayari kuulizwa maswali. Unafanya nini hapo, si utoke? Kama unajifahamu, wewe huwa hauwezi kuulizwa maswali. Unafanya nini hapo ulipo? Au ukiulizwa nao unauliza. Kweli kabisa umemwona mfalme amekuja pale, mtu naye mheshimu kabisa, anakuuliza swali na unamuuliza swali. Anahitaji umnyenyekee mteja, umheshimu, mpe furaha anayoitarajia kwenye huduma yako. Acha kuchanganya moods za binafsi na kazi. Kazi haina mood. Kazi haina stress. Ni wewe ndio umeleta stress zako pale. Mtaani siku hizo anasema vipengele umekuja navyo mwenyewe. Wewe hizo moods umezileta mwenyewe kwenye hiyo huduma. Huduma haina moods. Hasira umezileta wewe. Tuwahudumie wateja kama wafalme. Tutaongeza sana upatikanaji wa mapato kwenye kazi zetu. Bila kufanya hivi tunapoteza mapato. Bila sisi kujua, taasisi haifanyi vizuri, biashara hazifanyi vizuri kwa sababu ya ujanja mwingi wa wanaotoa huduma. Wanasababisha upotevu wa mapato kwa sababu kinachopotea haukioni, kwa hiyo huwezi kujua madhara yake, lakini madhara yake ni kwamba hata mwisho wa mwezi unachelewa kupata mshahara au malipo yako au gawio hupati inavyotakiwa kwa sababu ya moods, kwa sababu ya matusi, kwa sababu ya hasira. Lakini mteja mmoja ukimhudumia vizuri, wateja huwa wanaambizana. Fanya kazi yako kwa weledi, apply excellency kwenye huduma. Acha majungu. Hata kama unafahamu historia yake, as long as amekuja kwenye biashara yako, fanya kazi yako. Mheshimu kama mfalme.
Tunapoteza mapato ya nchi, mapato ya biashara, mapato ya taasisi kwa sababu ya mtu tu yeye ameamka na hasira zake kule, anakuja anaziapply kwenye sehemu ambayo haina hasira. Huwa haikasiriki, haina matatizo yoyote, vipengele unaleta wewe. Unakuja unaharibu kazi ya watu. Leo nimeamua niwaseme ninyi ili kazi zetu na biashara zinazofanywa huko ziboreshwe, huduma zozote za kijamii ziwe nzuri, za kihospitali ziwe nzuri, za kibenki ziwe nzuri, shambani ziwe nzuri, za kimazao, chakula, sehemu zote za huduma za usafirishaji kama sisi tunachokifanya. Upige simu hapo upokelewe vizuri, uelekezwe vizuri, upewe maelekezo vizuri, usikilizwe kama mfalme. Ili ujisikie kwamba uko mahali unapostahili kuwa. Sasa I don't care kazini sio nzuri. You have to care. Weka thamani yote, usiweke uchovu kwenye kazi ya mtu, hata kama ni yako mwenyewe. Waheshimu na kuwajali wateja vizuri sana. Watunze wateja, wakae upate retention ya kutosha. Mteja akija leo, hakikisha amerudi kesho. Mwisho wa siku anakuwa 5, mwisho wa siku anakuwa 10, wateja wanakuwa 20. Sasa ukiwa unamfukuza huyu mmoja ukidhani kwamba huyu mmoja akija wanakuja wengine, ni wakina nani watakao kuja na mudi nzuri? Kwanza mpaka mtu aje kwenye huduma yako maana yake tayari ana matatizo fulani. Either anahitaji huduma yako, ana njaa, au anahitaji delivery, au anaumwa, au anataka hela ni benki. Tayari ana tatizo mpaka anakuja pale. Mpe furaha, mpe na hela. Mpe furaha, mpe na chakula. Mpe furaha, mpelekee kitu chake mahali kinapotaka kwenda. Tuuze kila tunachokiuza na pamoja na furaha. Mimi najua utasema hawajui tu wewe wateja wewe. Mimi ndo sikujui wewe. Na hasira zako. Hakuna mtu mimi nitamchekea hivi afa yeye nitukane. Haiwezekani. Hauwezi kupiga makofi kwa mkono mmoja. Ni lazima viganja viwili vikutane hivi ndio utasikia kelele ya makofi. Matusi yakitokea ujue wewe umekuja na hasira na yeye ameweka hasira, ndio mnapiga kelele. Hakuna makofi ya upande mmoja, mkono mmoja kama huu kapiga makofi. Hauwezi. Wewe ukimtii kama mfalme, hata akiongea atakuja atashuka mwenyewe. Atashangaa na kuambia mpaka siri zake za nyumbani. Nimeshapitia hayo. Unashuka chini. Unamtuliza mteja mpaka anakuambia matatizo ambayo alikuwa hutaki kujua. Na mwisho wa siku anakufungulia fursa ambayo hukutaka hata kuiona. Ungetumia hasira tu, ulikuwa unapoteza fursa kubwa sana. Na kweli unaipoteza ukiwa na hasira na haujui kama umepoteza. Ndio maana uko ulivyo. Na biashara yako haikui au biashara yenu haikui kwa sababu uko hivyo ulivyo. Lakini ukifunguka kama mpole, ukawa mnyenyekevu, ukapokea mteja mwenye hasira zako, ukamsikiliza, ukataka kujua kwa nini kinatokea kilichotokea, kwa kutaka kuelewa, atakupa siri za ndani. Jaribu kuanzia leo uone. Weka mudi yako pembeni, acha nyumbani ikiwezekana. Au kama unakwenda kazini na begi, fungia mudi yako kwenye begi au hasira zako kwenye begi, nenda kazini ukiwa umenyooka. Fanya structured, fanya wajibu wako. Kama unauza, uza kwa upendo. Kama unahudumia watu chakula, hudumia watu kwa upendo, kwa nguvu zote. Kama unauza, hudumia benki au hospitali, fanya chochote kile kwa upendo. Watu watasema kuna upendo mahali pale, sio tu kama kuna huduma, kuna upendo. Na matokeo yake itasambaa. Utafanya referral, utatengeneza referral. Na maana yake retention, namna ya kuwabakisha wateja pale, watabaki wengi. Wakibaki wengi baada ya mwaka mmoja, miaka miwili, unakuwa na wateja wengi mpaka mnapanua biashara. Ikiwezekana mnaanza tawi la 2 na la 3.
Sasa watu wana duka moja, wana biashara moja milele kwa sababu ya huduma wanaoitoa. Ni huduma ambayo imeambatana na kila kitu. Hebu tuiache iwe huduma pamoja na upendo uone. Hasira hizi tusiziweke kwenye biashara. Moods tusiziweke kwenye biashara. Tuwape tabasamu watu. Tuwapokee kwa upendo. Wayaone meno yetu, waione furaha yetu, waone pia na kitu wanachokitaka na kipata kama anavyokitaka. Referrals zinakuwa nyingi, biashara inakuwa. Hii ndio ilikuwa tu leo niseme hiki ili niweze kukufundisha unayenisikiliza kunitizama. Asante kwa kunisikiliza, mtumie na mwingine mwenye moods na matusi kazini ili ajifunze na abadilike. Karibu tena video inayofuata.